kufika kwanza hata kashtaga zaidi moja mbili namna gani kuja tu kwenye basi au kufika mwenye kuna itilafu baina ya ulama. Wapo wanaosema safari ni siku 3 na kuna riwaya mpaka siku 18. Ugeni ni siku 3 na kuna riwaya mpaka siku ngapi? 18. Hata katika Fathu Makkah Mtume sallallahu alaihi wasallam alipunguza sala ndani ya siku zote zile 18. Kwa hiyo katika madhhab ya Shafi'i ni siku 3, lakini ipo kauli katika madhhab ya Imam Ahmad bin Hanbal ni siku 18. Lakini kuna kauli nyingine hii katika madhhab ya Shafi'i, kama ilivyokuwa kupunguza sala ndipo ilivyokuwa katika kupunguza na unaruhusiwa na kwa sababu kuna kitu maalum unakitafuta, kama vile kutoka Dubai kwa bidhaa. Ina maana akimaliza tu anafika mzigo unafanyaje na kuondoka katika siku zile, anapunguza sala na kula vile vile kama vile katika ofisi wako. Allah shehe anatakuongezea kidogo. Watu hawajui kama wewe unasafiri ni safari ya masafa gani ndio unatakiwa ule na upunguze swala. Kuna masafa yanaitwa burda, yaani safari yenye umbali wa burdi 4 zilizokuwa zikitumika wakati wa masahaba. Kuna tabi'i burdi 4, yakifika masafa hayo unapunguza swala na unakula. Sasa wataalamu walifuata baadaye wakapima tena, wakaambiwa burdi 4 ni sawa sawa na farsakh 16, maana burdi moja ni farsakh 4. Kwa hivyo safari inayoanzia burdi 4 ambayo ni farsakh 16 ndio unaanza kula. Sasa hivi vipimo hivyo hatuna, lakini wanazuoni wa Kiislamu, kuna mtaalamu anaitwa Mustafa Adib Al-Bugha. Huyu ni Misri na amepata shahada yake katika mambo ya vipimo. Je, burdi 4 ambazo ni farsakh 16 sasa hivi ni kilomita ngapi? Watafiti na Uislamu unakwenda mambo kwa tafiti, sio unakumbuka tu sijui kilomita ngapi. Huyo amefanya utafiti na ameandika kitabu chake cha kupata shahada ya mtu katika sharia, Mustafa Adib Al-Bugha. Kitabu hicho kinaitwa At-Tadrib, utakuja kwa mkono utakipata. Amesema burdi 4 ambazo ni farsakh 16 sasa hivi ni kilomita 81 kwa tafiti, kilomita 81. Safari inayoanzia hapa ndio unaruhusiwa kula kupunguza swala. Wallahu a'lam. Naam, tunamshukuru kwanza Sheikh Muhammad Mzimanda ambaye sehemu ya wakati wake maisha yake kama Mungu akaja kumsikiliza wazee wake, lakini na hii waumini wenzake na ndugu zake Waislamu, tunamshukuru sana. Tunamshukuru Sheikh Ali Mtogole